Naitwa Mwalimu Kisoma Hamdan, ni mwenyekiti wa chama cha walimu mkoa wa Pwani. Kama mnavyofahamu kwamba sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa nchi yetu ili kuweza kuchagua viongozi wetu ambao wataongoza serikali kwa kipindi cha miaka mitano. Sasa kwenye uchaguzi mara nyingi kuna mambo mengi yanatokea. Sisi kama chama cha walimu tumeona kuna barua ambayo inatembea kwenye mitandao ikitoa rai kwamba kwa chama cha walimu kimewazuia walimu wasiweze kushiriki kwenye uchaguzi kwa sababu mbalimbali. Lakini nikiwa kama mwenyekiti wa mkoa wa chama cha walimu mkoa wa Pwani, kwamba hiyo barua si ya ukweli, ni barua ya uzushi, ni barua ambayo inalenga kukichafua chama cha walimu na kutogombanisha sisi na serikali yetu pamoja na chama tawala, Chama cha Mapinduzi. Mimi kama mwenyekiti wa chama cha walimu mkoa wa Pwani ni mmoja wa watu ambao nilikuhamasisha ili kuhamasisha watu waweze wakapiga kura, na sisi kama chama cha walimu nilikaa nao viongozi wangu na baadhi ya walimu kuwaambia kwamba wahamasishe jamii ili ujitokeze kwa wingi waweze kwenda kupiga kura na kuchagua viongozi ambao watatupeleka kwa kipindi hiki cha miaka mitano. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kwamba naseme barua hiyo si ya ukweli na chama cha walimu kinakanusha, kina miongozo yake, na ukizingatia kiongozi wetu mkuu ambaye ni rais wa chama cha walimu Comrade Suleiman Matthew Komba, kila kwenye mikutano, kila akipata platform huwa anatuhamasisha sisi viongozi tuweze kuhamasisha jamii iweze kujitokeza kwenda kupiga kura na kuchagua viongozi ambao watakaolinda amani, watakaoleta maendeleo katika nchi yetu. Mimi kama mwenyekiti wa chama cha walimu mkoa wa Pwani natoa wito kwa walimu wote washiriki kwenye mambo yote ya uchaguzi. Wakipewa nafasi waweze kushiriki na wafuate taratibu, wafuate maelekezo kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili siku ya tarehe 29 wajitokeze wakapige kura na wakashiriki shughuli zote za uchaguzi. Lakini pili niseme kwamba wakishakwenda kupiga kura, tukishapata viongozi wetu, sisi kama chama cha walimu kwa Pwani na taifa kwa ujumla, kwamba tutashirikiana na viongozi ambao watakaochaguliwa. Na tunafahamu kwamba chama cha walimu Tanzania kinashirikiana vizuri na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunafahamu kwamba tunashirikiana hivi kwa sababu serikali yetu imetufanyia makubwa, imetufanyia mengi sana, hata kwa kipindi hiki cha miaka minne ambacho alichoingia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa kwa mujibu huo au kwa mustakabali huo, niwaambie walimu wakashiriki kwenda kwenye shughuli zote za uchaguzi tarehe 29 au kuanzia leo mpaka tarehe 29, kwa malengo kuwa ya kupata viongozi ambao walio wazuri watakaoleta maendeleo. Jamii yote inafahamu kwamba uchaguzi ni ibada. Kama uchaguzi ni ibada, hata kwenye vitabu vya dini vinasema unapokuwa watatu basi chagueni mmoja aweze kuongoza na akisema jambo liweze kusikika. Kwa hiyo sisi kama walimu tunafahamiana kabisa kwamba walimu ndio kioo cha jamii. Kwa hiyo twende tukachague viongozi wetu ambao watakao tuongoza, na tunafahamu kabisa kwamba unayokota naye kuni ndio utakayeota naye moto. Sasa na sisi kuna viongozi ambao tumeokota nao kuni. Kwa hiyo kesho naamini tarehe 29 tutakwenda kuwachagua wale ambao tuliokota nao kuni ili kuweza kuota nao moto pamoja. Majina naitwa Susan Shesha, ni katibu wa chama cha walimu mkoa wa Pwani, ambaye pia ni mtendaji mkuu wa chama ngazi ya mkoa. Ni kweli tumeona barua inatembea kwenye mitandaoni huko, kwenye mitandao ya kijamii, ikieleza kwamba chama cha walimu kimeelekeza walimu wote nchi nzima wasijitokeze kwenda kupiga kura. Tuseme tu kwamba hiyo taarifa sio ya kweli, na tunalaani wote walioshiriki kuandaa barua kama ile, kwa sababu utaratibu ndani ya chama cha walimu Tanzania unaeleweka. Tuna mifumo yetu, tuna miongozo yetu, katiba, kanuni ambazo zinatuongoza katika utoaji wa taarifa, ambapo mfumo wa mawasiliano ndani ya chama cha walimu Tanzania unaanzia makao makuu ya chama cha walimu Tanzania, ambapo katibu mkuu ataandika barua ambayo ni rasmi, ina muhuri, ina sahihi yake, na pale chini kuna steering committee. Kisha itatumwa kwenye mikoa, ambao sisi kama mkoa wa Pwani barua zikiwa tunazipokea na tunaanza kuziallocate kwenda kule chini kwa wilayani,
baada ya wilaya kuzipokea, basi utekelezaji wake ni kwenye matawi pamoja na walimu nchi nzima. Kwa hiyo barua ndio maana tunasema sio ya kweli, na wala huo sio utaratibu wa mawasiliano ndani ya chama chetu cha walimu Tanzania. Kwa hiyo sisi mkoa wa Pwani tumeendelea kuikanusha na hatuitambui barua hiyo. Kwa hiyo walimu wetu waendelee kuwa na subira, lakini pia waendelee kuwa ni wavumilivu. Lakini ile barua haina steering committee, haina muhuri, haina sahihi ya katibu mkuu ambaye ndiye mtendaji mkuu wa chama ngazi ya taifa. Kwa hiyo tunaendelea kutoa rai kwa walimu wetu kubaki wawe na amani. Hiyo taharuki ambayo imetokea tu ni ya watu wenye nia ovu ambao tayari chama kinaendelea kufuatilia ili kuweza kuwabaini wahusika, lakini sisi tuendelee kujiandaa. Tumejiandaa tarehe 29 tujitokeze kwa wingi, tukapige kura, lakini tushiriki kamilifu katika masuala muhimu kama haya ya serikali. Kazi moja tu iliyobaki tarehe 29 kuamka asubuhi na mapema kwenda kushiriki katika swala hili muhimu la kupiga kura kwa ushirikiano na kudumisha mshikamano wetu ndani ya chama cha walimu, lakini pia kudumisha ushirikiano kati ya serikali na chama cha walimu, lakini walimu pia na chama chao.